Safari ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kituo cha 4, Yesu anakutana na yake. Watu walikuwa wengi ambao walitoka sehemu mbalimbali. Wengi sana kati ya hao walikuwa ni watu ambao Yesu alikuwa amegusa maisha yao, waliokuwa wamebeba ushuhuda kwamba Yesu ni mtu mwema. Kwa hiyo walikuwa wakimfuata Yesu, na wengine wengi walikuwa wakilia na kumlilia, na wengine walikuwa wanashangaa, amefanya kosa gani mpaka abebe msalaba? Lakini miongoni mwao waliokuwemo alikuwa ni mama aliyemzaa Yesu. Halafu hapa nakutana naye uso kwa macho. Inawezekana siku mbili kabla alikutana naye, akazungumza naye. Pengine Yesu mwenyewe alimwambia, mama, saa yangu imefika na kwenda kwa ajili ya kazi ile ambayo niliitiwa kuifanya. Alimwacha au aliachana akiwa hana jeraha lolote, hana kovu lolote. Lakini sasa anakutana naye, ana majeraha kila mahali, ana taji ya miiba kichwani, anavuja jasho la damu, amechoka, na bado anasukwa na kusukumwa katika namna ambayo sio ya kawaida. Hisia za mzazi zinapoona mtoto yuko katika mazingira magumu kama haya, huwa zinataabishwa sana. Kama ambavyo Mariamu aliambiwa na mzee Simeoni kule hekaluni wakati anampeleka Yesu kuweza kumweka madhabahuni kwa Bwana. Kuna maneno aliambiwa. Alisema, nawe Mariamu, upanga utakuja kuchoma kwenye moyo wako. Sasa ule upanga ndio huu ambao Mariamu anakutana nao. Maumivu makubwa sana yanaingia katika moyo kwa mtoto aliyempenda. Lakini tunaona ujasiri wa Mariamu. Hakuzuia kwamba Yesu Kristo asiendelee na ile kazi. Angeweza kuingilia kati, angeweza kulalamika, akasema, hapana, mtoto wangu hakufanya haya, mnamuonea, mnamsingizia. Lakini mama Mariamu aliacha kazi ile ambayo Mungu alikuwa amempa mwanae iweze kutimia. Jambo la kwanza tunajifunza hapa, sisi kama wazazi tunatakiwa kuwajibika kwa maisha ya watoto wetu. Mariamu aliposikia Yesu anakwenda kuhukumiwa, alienda naye. Yesu anabeba msalaba, Mariamu alimfuata. Hana cha kufanya, lakini kuonyesha kwamba ana wajibu wa kujua hatua kwa hatua ya maisha ya mwanae. Anayafanya yote haya kama mzazi. Na sisi tuliopewa wajibu kwa wazazi katika nyumba zetu, je, macho yetu yanawatazama wale ambao Mungu aliwaweka kwetu? Tunajua maisha ya watoto yanaendaje? Tunafahamu magumu mangapi wanapitia? Je, tunafahamu hisia zao? Huko njiani wanakokutana na magumu, nani anawapa msaada? Ni nani ambaye hata wakimuona wanaweza wakatiwa nguvu ya kumwendea? Ni sisi tulio wazazi. Kumbe tunatakiwa
maisha ya kuwajibika kama Mariamu alivyofanya. Lakini somo lingine, Mariamu kama kanisa, kama mama wa kanisa, anatufundisha jinsi gani kanisa nalo linatakiwa kuwa na dhamana ya kulea, dhamana ya kufuatilia maisha na mienendo ya wanafamilia. Mimi na wewe tumewekwa katika kanisa mama yetu. Je, sisi nasi tunafanya nini kwa ajili ya wengine? Je, tunatazama maisha yao na kuwaacha tu wataabike na kuteseka katika shida zao? La, mama kanisa anatufundisha tunapojua maisha ya watu wengine, tunapotamani kujua mapito yao, basi tuweze kutumia nguvu na uweza ambao Mungu anatupa katika kuwasaidia. Safari ya maisha ya duniani na maisha ya imani sio safari ya mtu mmoja. Ndio maana tunaona hawa wote walikuwa nyuma ya Yesu, kwa sababu wao pia walikuwa na tumaini kubwa sana juu ya Yesu. Sisi nasi tujifunze kufuatilia maisha ya imani zetu wenyewe na kuwasaidia wengine katika kujenga imani yao. Yesu anakutana na mama yake. Mama yake anaonyesha hali ya ukomavu, anavumilia, anaacha kazi ya Mungu iendelee, hakuzuia. Mama anaonyesha anajali, ana uwezo wa kutunza. Na mama kanisa pia anatufundisha hayo hayo, sisi nasi tuyatende kadiri tunavyoishi. Tupige magoti. Yesu, jinsi gani ulivyoteswa, Mariamu jinsi gani ulivyohuzunika. Ndiye niliyekutesa Yesu na kumhuzunisha mama yako. Nataka tangu sasa nisitende dhambi tena, bali nikupende daima. Tuseme maneno yale kwa pamoja. Ee Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko mambo yote. Nasikitika sana kwa kuwa nimekukosa, na kuomba nisikukose tena, bali nikupende daima. Unijalie neema yako ili nifurahi kutenda yote uliotuamuru. Amen. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Baba yetu, nako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa. Usitie majaribuni, lakini tuokoe na Mungu. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Salamu Mariamu, umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, Yesu mzao tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wenye dhambi, sasa na saa kwa kwetu. Usimame. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa na hata milele ndivyo. Msaada wa Mungu ukae nasi daima. Basi ndugu zangu, leo katika siku hii ya kwanza ya njia ya msalaba, tutaishia katika kituo hiki, na majuma mengine tutaendelea na vituo vilivyo vitakavyosalia. Tuimbe wimbo nambari 180.